What's up, ladies and gentlemen? It's your boy BBOYHARRY, straight outer FMK, football made in Kajiado. And you know what? Manze leo niko na majama wengine wa power tena sana manze. Na hata sitataka kuwataja, naweza taka tu kama on set at least hao wenyewe wasemeni kina nani. Na tulikuwa tumeteka break lakini not for so long. Manze tulikuwa tunafanya ma debriefing tujue hizi talents ziko set gani mtaani ama vipi. So, ladies and gentlemen, boys and girls, it's none other than BBOYHARRY ndani ya FMK. By the way, love to do podcast. Leo tulini gumzo mtaani na definitely help me welcome and invite for the first time on Football Made in Kajiado YouTube channel. Yeah, Buddha, isa mnaweza come through bana, jo at least bana, jo tupige story. Yeah, ni aje daddy? Uko fiti? Kabisa. Yeah, karibu tena sana ndani ya show. Shukran. Mko fiti? Nice one. Mimi nimesema hata story introduce. Nataka tu muangalie tu ile kamera bana pale hivi, at least mtumenyeni kina nani, mna represent wapi, mnatoka mtaa gani. Na at least at the end of the day wasio wataki kuwajua kiwa mtaani. Ama vipi? Unaweza angalia pale hivi at least waambie wasee wachina nini. Oe ni sawa. Okay, mimi naitwa Derek Chamala, mimi ni Mswahili Ronga. Though nimetokea Mali ndo nikafika Ronga, but maisha yangu yote sasa iko nao kwenda mbele. Na naweza sema life yangu imeanzia hapa Ronga ile kumatiwa. Then sisi ni watu wa Ronga Sports, Ronga Sports Club. Si club yenye inajulikana sana but very soon mtaiona Mali. Kweli Buda. Niambie bana jo. Aniaje majamaa? Kweli. Mimi naitwa John Sydney Otieno. Mimi ni assistant coach wa Ronga Sports Club. Kitu alisahau kusema ni yeye ni captain wa the team Ronga Sports. So tumekuja hapa leo tupige story, tupate kujuana, mpate kutujua sisi kama Ronga Sports. Then big boy, thanks for the chance man. Haina noma. Shukran tena sana manze come for the segment, for the show. That's why ndo nimesimama nikianza. Unajua sisi zingine mfanyaga hizo my introduction. Unapataga nisha spill the beans before hata waswajue ni kina nani unakam kwenye show. So ladies and gentlemen, niko na the face of Ronga Sports Club. Manze ama jamaa wanafanya very amazing and fresh stuff pale vio regional league. So, wacha tujue Ronga Sports ni kina nani, si ndio? So, Buda, mpendaga kuanzaga from the very top yani. Kwanza before hata niingie story ya Ronga Sports, nataka kujua Chamala ni nani yani. Unaget team yake as a footballer na kucheza ball, hiyo passion ilianzia wapi? Mimi mwana ilianza kitambo, maybe to 7 to 6 hapo. Kweli? Nikiwa kijana mdogo kulikuwa na wale makazi zangu walikuwa wanacheza futa. Muda wangu ananisupport mbaya. Nice. Malipenzi yako afurahie tu juu at least kuna zile stories zinaonekana. Kweli. So nikiwa mdogo kuna place yenye kuna team fulani huko mtaani huko Kakamega. Hapo ndo kazi yangu alikuwa anapiga futa. So huko hatuko ngani ile chance kao sasa hivi ile kuna zile my youth system ni Yeah. Huko iko kitaka kucheza ball wewe unacheza na wanaume. Unaanza tu directly yani kwa siri hata si ati nini. Wewe unacheza na wanaume so akaambia wasee hata ndio leo anaweza fanya nini hapa katika kwa zile risk za injury nini kwa kuilina kwa ngumu. So niliongea baby steps sasa nikafika Ronga ndo kila kitu sasa. So Ronga uliingia miaka gani hizo? Ndio wasi at least wezi ku understand because mimi niko sure hata before ufike sasa ile level unacheza kuna watu walikuwa wanakujua way back even before sasa hizi stories za wewe kuingia mpaka sasa hata regional league yenyewe. Ronga ulikuwa kuingia miaka gani? Okay, nikikuja naye kwanza nilifika Dandora kwanza nikakaa Dandora kidogo, kuja kutembea kutoka juu kulikuwa na Ankongo alikuwa anaishi hapa, kazini yangu pia amekuwa hapa. Nice. Then sasa from there ku stay ile fully sasa imekuwa kuanzia 2017. Huko ndo hata nikakuja full Ronga hadi sasa hivi. Kabisa. So, timu yako ya kwanza ukikuja Ronga ilikuwa gani? Okay, nilikuwa nachezea kwanza shule niko hapa multimedia. So from hapo kuna siku walikuwa hatari sana na majamaa. Mbaya. Sasa bado timu ni wabaya. Mimi mwenyewe nimekaa sana nataka kuona tena bana. So from hapo watu wajiwakali wa kujanga hiyo time wakicheza county league ya Nairobi. Wakuja friendly huko. Kweli. Tukachukuliwa na coach hapo. Karne za wajoin. Nikawajoin nikacheza nao ni moja ndo after hapo sasa nikaenda Deportivo. So Deportivo
hivyo tukakuja Rongai Sports. Nice one. Umetaja vitu mingi sana hapo hivyo, lakini tutaendelea into details. Sido? Sasa wewe pia wewe mwenyewe passion yako, love yako ya soka, football yenyewe ilianzaga wapi? Na ilianzaga mida gani? Mazee mimi personally mimi nimekuwa sportsman tangu nikiwa Kweli. Nile design when I was young. Yeah. Najua tumehama different places, but mostly I started my passion in soccer when I was in Kisii. Yeah. By that time nilikuwa nimeshika Kisii na I was in class 4. Yeah. So I used to play, but sasa ni ile mimi mazee venye unaniona hivi. Ni ule msee mwenye nilikuanga weakling kwa pitch. Hata mimi sikianzaga hivi. Wanasema gana mifupa sijui kuna ma complication gani. Sasa kiasi leo umekuja umekacheza umekaguza umepiga touch moja mbili jamaa amekubonda mguu. Unafika home pale ukisikia mzae unajua mzae wangu yule msee ana believe in ile traditional healing sana kushika vizuri. Kweli. Anaka massage ile nduru unapiga hapo mtu wangu. Haikuanga rahisi. So then tukasonga nikajoin high school. High school tulisomeanga Saiza Siaya. Kweli. So high school and then nikapata nilikuwa pia na passion in basket. Nice. So in high school nakwambia ile high school competition. See, you know Sean? Yeah. Tulikuwa na Sean the same school. Wallahi. So ukijaribu kuona hiyo competition ilikuwa huko na mimi nakwambia nilikuwa weekly, ilikuwa noma. So nikatumia as a sportsman hawezi katu class. Kuna vinyo unawashwa mazi. Yeah. Kwanza high school ilikuwa di chuo gani hiyo? Nilisomea Maranda. Maranda. Nice one. Sasa yani hiyo bidhaa unajua kitu ya kwanza, Maranda tunajuaga books. Sasa kidogo vitabu sana. Kidogo sports ilitokea wapi? Sasa sports. Kitu yenye wasema wajui ni Maranda sports was very nice. But the only problem was they were never given that opportunity. Yeah. Kuna ile design what they value was not sports. Walikuwa na value academic than book. Na hiyo mazeni kitu namalizanga than sports. Talent ya most of the sportsmen in this country. Unapata ameenda chuo poa, lakini sasa like hiyo chuo hao wanataka brains peke yake. So unapata so in Maranda nikajoininge basketball. Niliona hapa futa mazee watu kaa 40 wanangangania 18 slots kwenda out. Bana nilivyokuwa high school family kwa the cream of everything. No masala. So nikasema hapa ni kuna acha ni join basketball juu niko na height na niko sawa. So I ended up playing basketball for all the 4 years. After that nikacheza MMU for 1 season. Nikachana nayo. So that is okay. All through nilikuwa nimependanga ball juu hata tukiwa high school time yenyewe wasa wanaenda games tunapata seat tuko pale na kocha alikuwa anaitwa Baraza. Sasa tuko naye pale anasema kijana wewe unacheza the wrong sport. Nikamwambia mazee si hivyo hapa watu wako nikikuja utaniacha tu hapo. Sasa afadhali niende bake. Tutakuja hapa sasa tukienda out bado tuko tu pamoja sasa story. Dan kukufinyilia hapo uende na watu 19 na huyu mmoja unajua bado utamchezesha. Ni ukweli. So nikakuja MMU. Then after coming to MMU, Sean ni cousin yangu na plus ni best yangu tukua watu wengi. Kweli, but there is one of the amazing wingers and strikers we have in Kajiado by the way. Big up Sean, big up. So venye tulikam akajoiningi, by then it was called Deportivo. So akajoin Deportivo. Na saa ile lazima like support mabeshto wako. Unajua mimi ni msee na believing more in local talent than hiyo talent ya majuu, because at the end of the day hata tuseme for example tuko na club tunauza jersey sales za Rongai Sports. I prefer ni buy jersey yangu ya Rongai Sports than kubuy jersey yangu ya Finali. Hapo we touch on very amazing topic, like yo stra ya kusupport grassroots football yetu na mafans na maplayer wetu ni important sana. The same way venye unaweza vaa jezi ya Man U, unaweza vaa jezi ya Chelsea, unaweza vaa jezi ya Man City ama any other team, inafaa kwa the same way unaweza vaa local team. Jezi ya local team ni important manze. Mafans kama uko na timu yenu mtaani, buy jezi yao manze, support your team because revenue ikiwa collected definitely itasaidia team, na pia nyinyi kama fans definitely itafanya mtafeel kuwa proud of your achievement yenye team imeget. So tukiendelea, so
Sean ni ule mse walikuwa na Rongai Sports games au most of them zilikuwa during the weekend, either Saturday or Sunday. So unapata mimi nita prefer than kukaa tunaenda kubuy soda ya chwani pale ni watch Arsenal wakilimana na Man U. Si nitapata tu bado hizo scores. Nitaangalia YouTube. But game yetu ya Rongai Sports tutaipata YouTube. Naelewa? So nilikuwa naenda na hii game, tunacheza tutarudi maybe hata jioni ma 7. Tukipata game ya hii EPL ikiendelea ni sawa. Tukihata pia well and good, life moves on. So then later on, Rongai Sports ikakuja tuka match with the former Atlanta. Atlanta ilikuwa inaitwa Atlanta FC. It was by then Rongai Sports, the head coach by then was missing. And the head coach of Atlanta was Gogo. Ezekiel Gogo. So wakamaji, wakakam brains, wakakam pamoja. Actually one of the best, as in me, Mazef, father figures wenye nimeona hii Rongai. Maze actually ni msee mwenye Sawa. e-sports ya Rongai. Na nakuanga nimemtambua. Hebu tuambie wala sio juu ya Akli ni nani, hebu niambie. Sidhani kama kuna mtu hii Rongai Maze B-boys, sidhani kama juu ya Akli. Juu hakuna base yenye utaenda useme boli ya Ronga bila kutaja Akli. Akli Maze talents mingi amebring up, anajua ku identify players, kuwaita Maze wacheze. Same to Gogo pia ni mse ako na hiyo passion ya ball. Unampata like ako occupied. Ushaona ule mse mwenye anafaa kwenda job asubuhi but training ya jioni ako grau. So na ni job ya ofisi committed kabisa. So na si ati ana hata ashuke jama pande ndudi afike zoezi. Mwanzo kuna watu wanaweza compassionate hiyo design sasa hivi. Ni noma, si rahisi unless upate tu msako idle Maze. Ni wase passionate alafu so wakakam together wakasema Maze, there is no need for me to struggle hapa na Rongai Sports. To struggle na Atlanta. Ati tunacheza county. Na ma players wenye tuko nao Maze, mimi nakwambia ile team mimi kama coach wao Maze na wajua vizuri kina Shamala hapo. Wanaweza jana saizi ukienda tu Machakos ulizie watakwambia kitu kinafanyika. Wanajua kuna watu wanatoka Saiza Kachiano. Wanajua huko. Rongai watu walisema sisi tumeona first half hata tutaki second half. We no sana. Akasema sasa like wakaona Maze talent ni kitu tunafaa kubring pamoja tu resources. Juu like saizi hatuwezi danganyana. Unajua bibo ukitaka kusema ati ukwe na Deportivo na Shamala kwa Atlanta and then atuende county tusaidie baada watatusaidia. Na so it's better if I pull my resources at Deportivo, I pull resources at Atlanta, we come together and form one strong team. So si wakachini wakaform one of the strongest teams in Rongai. That's where sasa Rongai Sports. That's where Rongai Sports came in. Amazing. Amepozi hiyo kiasi kidogo. Acha niingie hapo kwa Shamala kiasi. As a player Shamala, uki grow sasa by the time ulikuja sasa ukaingia Deportivo, ni tona gani uliplay that wasa wakaanza kurealize Manze kuna talent imekaa huku Ronga na Kajiado North and Kajiado County as a whole ni noma sana na tunataka sana kuidentify hiyo talent? Okay, mimi naweza sema ni yangu si hata mtu aliona na Deportivo pekee juu Ronga sijacheza timu moja tu hivi nilitoka jua kali Deportivo. Mimi ni ule player mwenyewe ukiamua tuseme kama unataka kutengeneza timu moja strong ni approach hata kama nilikuwa na shughuli zingine nita consult wa club hiyo ni lazima urespect your hierarchy kama wanaweza kuallow alafu wajue ni wachezaji nimecheza hadi kina Costello nimekuwa nao ule ni RFC. Na kwa ile academy yake pia fiti sana ni Oberwil. Nice one. Nimecheza timu yake. Nimekuwa Amazon tona fulani hapo na kuna vijana wengi wale ile ni Rift Valley Soccer Academy wale kina Wambete. Rafsa. Kweli kina Mololo pale hivyo na TM Kisomo party. Nice. Tumekuwa pamoja nao so inanijenga hivyo pia ukienda mahali unalani kitu mpya kwa mtu mwingine. Yeye pia anaona kumbe huyu jamaa si yako tu comfortable pale mwenyewe na muone maana perform vile ama nini. Anaweza pia unajua pia player lazima utake instructions. Unajua nini pia inaweza fanyika. Kweli. Ukicheza na akili yako pia mtu hawezi jua wewe ni mdeadly. Ni kweli. Akituma kwa uwanja nifanye kitu fulani ufanye hapo wenyewe. Sote wengine design unajua tukitaka mswa shughuli. Wasema kama player wa beat. Nice. So your time ilikuwa how long uli play for now like now as an official player of them?
Tena sasa nilitoonana nini. Off-field player Deportivo tulicheza season moja ile extremes, tukamaliza number 2 ikakuwa tupande ile ligi ya juu. Then sasa stories za COVID zikatokea nini. Sponsorship pia ikajitoa, SportPesa hiyo time walikuwa na issues. By the way, so hiyo kuja ikajitoa, ndo after hapo sasa tukakuja tukajiunga tukaunda Rongai Sports Club. So Rongai Sports Club ndio hiyo pia, hii ni season ya kwanza tunaendelea. So currently uko hapo hivyo. Ndio. Now, challenges zenye zi ukam. Now you as a player and you as a coach. Tutaanza na wewe coach. Ni gani zile zenye you face zenye mnaweza taka sana wasee wazi address na watake find solutions zenye zinaweza saidia ku lesson ama ku reduce hizo challenges. Okay, first B-boy, mimi huchukulia futa kama entertainment. Kweli. So for it to be entertaining, mazee lazima mko na fan base. Unaona? Yeah. Na hii fan base, the only way for them to be entertaining, mazee ushaona ngamse ana watching Netflix bila kulipa. Wewe ni ngumu. Si ni noma? Ni ngumu. So what I'm trying to say mazee, fans mazee wa Rongai mazee wa come up together wa support like their local team. Juu unapata like Ibadan tukiachia tu like sawa. Tuseme for example right now in Kajiado County, we only have 3 teams in regions. That is Amazon. Amazon. Diguna. Kweli. Na Rongai Sports. That is the highest league yenye wasa wa Kajiado wanacheza. Na mimi mazee ingekuwa poa kama ukiachana hata na mafans hata Kajiado County as itself, my leaders. Anu wase the only leader mazee nimecheki so far ana support local grassroots football ni Yogo. So far. Huyo mazee tunaweza sema amecome through juu jerseys ametuletea some equipment, some balls. Kuna matime atuletea na maziwa pale pitch. So me wonder mazee like if umekuwa elected like for example to represent sports in the county, mazee mnafaa ku discover ili kitu ikuwe competitive. Hadi hao watu wa county wa feel like wakisonga watapata hiyo support, wanafaa ku support the people who are still up there right now. So wakishawa support mazee hao watu nini wakadu wakijua tunataka kujoin regionals. Sasa ile ukiangalia KPL almost Western inatakuwa na teams mbili from the same region, Viga Bullets na Viga United. Hao ni watu wanatoka area moja. Na but sasa hii wako na 3 top clubs, actually 3 clubs zinacheza top tier league. Na ukiongeza sasa Viga Queens sasa. So if you see for that to happen, mazee these people need support. Juwezi niambia hata wewe B-boy ukiform team size, there is a lot yenye ina involved. Unahitaji facilities, unahitaji like how my players. Hata tuseme kama ni grassroots sawa utawalipa for now. Juu wanacheza grassroots na wanajidevelop professionally. You'll need to make sure our jamaa wanaenda games. Kweli. Unaelewa? You'll need to make sure wakiumia utawasaidiaje. You need to make sure mazee vitu kama jerseys na vitu kama kits na hizo nini ziko always bibs, hizo vitu kama macons wako nazo. So unaona like wewe nikikuletea wewe mwenyewe ni kitu ngumu juu itabidi sasa wewe umechukua like just hiyo team ni kazi yako peke yake. Hiyo ndio kazi unafanya, una earn for the team. Kweli. Na inakuwa kitu hectic, si ndio? Nice. So like if the fans mazee mimi nimeenda Ukambani mazee. Nimeona the love Ukambani wako nayo for their team. Mazee so far umekuwa na regional zetu hapa. Hizo ma teams zina arrive na mapasi zenye zimeandikwa jina ya team. By the way. Si hata tunasikia wamehaya. Like si unapata wakiwa jeshi. Unapata like tukienda game tumehaya basi tunaenda nayo, si ndio? So unapata like in a day we spend close to hata 30k. Juu unapata game ni mbali, na bado hapo hujeka vitu zenye ma player wanahitaji. So my fans mazee wakikam together, hizi teams ni za community. Unaona? Powerful. Dedication mazee to support local grassroots. Juu haitakuwa poa saizi mjamaa struggle amjampatia support akishenda mpaka amemake it amena majuu. You will not expect him akuje at sasa watu wa Kajiado wanataka help, unataka give back to the community yenyewe ikumsaidia. Unaona? That is why people in African countries tunakuwa bitter. Unapata like mjamaa ametoka mazee amestruggle mwenyewe mpaka amemake it. Sasa then akisha make it huko mazee wasao wamemjaza na masimu mazee tuna host tunataka ligi tunataka nini. Sasa huyu jamaa kwa kitu milioni 1 kila season atapata. Now when he was struggling people were not mazee mimi labda kumeka call akumeka call hiyo time ndio meka call labda kwa mimi ningemsaidia. But mazee mimi ningependa like at one time mazee
tu sisi kama wasitu wa Kajiado wasiwaronga. Yeah. Tunapata pale national team bana, naona pale Shamala, naona pale Sean, naona pale kina Glenn, naona pale kina Doza wako hapo. Naona pale kina Sam. Hani wase like tunaangalia Harambee Stars mazee, tukiangalia hiyo TV tunajua tunaangalia watu wenye ni sisi tuliwasaidia tunaona umeanzisha ile. Yeah, actually big up to us by the way. At least ana represent Kajiado so far. It's a fight that wamekuwa kibuild for the longest time. Na we as FMK, we are so proud of that talent because tumekuwa tukishare tunaona the love of the people that actually have for that player. Again, na wase wana identify na yeye sana. Unajua kwa nini? Because wamemuona wamemuona akicheza na sasa hiyo kimuona wewe akiwa kwa national team. Not forgetting wasekati na Saruni pia na Kapaito. Unajua? As in like those are the people that tuna feel proud na tuna pride in their success as well. Unaona? Na Kenya nasema ina make sense because pia naye community na play a very big role, important role, especially when it comes to now the talent itself. Now that's why we are urging you the fans, kama ma player ama timu yenu ya mtaani manze iko na game, tokeni and then you mchie up. Yani at the end of the day, the more support wana get, the more pia wana make an effort of kutaka kuwa the best. Now at the end of the day, that the best tuna the cream de la cream of our soccer our soccer platform. So Shamala, challenges za players ni gani? Mimi kabla kwanza nilepo kwa challenges, kuna mtu huyu jamaa alisahau chamani wetu Mazee Alex. Nice. Big up Alex Mazee. Hujasaulika, unajua akili sometimes inaweza hii gumzo tu mtaani. So yani inapamba, inachacha, inashika moto mpaka inabakilio saa zingine unaongea vitu mingi hadi una saa zingine. Hujasaulika bana. Tuendelee buda. So okay, challenges za cup leo unajua baadaye initially mimi nikimuvini kuja Nairobi niliacha kwanza kucheza ball. Kwa nini? Nilikuja nikaangalia uwanja bado jamani, nimezaliwa nimezoea uwanja nyasi. Huku umepata ni mara. Mzee nini sasa? Huku wazee unaangalia uwanja unajiuliza nikianguka hapa nitaamka kweli? Noma. So ukiongeza hiyo then kuna zile challenges zenye okay mtai inaweza kuna kitu yenye sahihi unaweza pata but zile yenye inaweza kusustain. So inabidi upige hustle nyingine kwanza, unapata imekula time yako ya zoezi na pia imereduce. Then sasa kwa equipment unapata ina team unaweza kwa maplayer ka 30 mko na balls ka 4. Sasa siku ya drill ya vitu za ball inakuwa ball inakuwa normal. So vitu mingi runi hapo kwa equipment. And then sasa hivi normal za maisha tu kama mtu mwingine yoyote. Mimi pia nafaa kuamka nipigie hustle nyingine. Kweli. Sasa hizi ile pro ile ndio utasema anangoja payday siku fulani. By the way. So mimi kaa hizo unaweza fikiria zinaweza ku address aje in terms of watika muse mama players, but in fact the biggest challenge that wako nayo especially for grassroots football inakuwa ni hiyo talent inakupay back. Instead of kuongojea atufike level fulani, let's say for instance labda ka division 1 place unaweza kuna lipiwa fair nini hizo vitu vingine which najua nyinyi regional at least mna manage and all. Nile player on by the way hii talent yangu inanipay back. So unaona solutions hizo zinaweza bringwa na nini yani probably at least unaona nini kitu tunaweza earn from it. Unajua okay msema sports nini ni vitu za community. So ukipata wale stakeholders wakija pamoja kweli wadhani wameweza kufanya vijana kitu fulani inakuwa a lot easier. Yenyewe ukitoka kwa nyumba asubuhi ukienda game una shida jioni itakula nini. Ama urudi kwa mfuge ndio uende mali ucheze game. Hizo struggles zinakuanga but zikiminimiziwa and then mimi nakuwa fita. Unless ile yenye mlianzia ile football made in Kajiado. Unajua ukiexpose mtu pia huko nje inamsaidia. Anakuwa ile moral anakuja. Anajua kuna mtu ananiwatch mahali hata kama ule mwingine hajafika. Through vitu kama hizi. Kweli. Hata onekana mali fulani mtu ako interested hataki kujua huyu mseni nini anafanya imebidi bibu ya kuja mtafute. Kweli. Hivyo. Nice one. So tukiendelea, what next for Rongai Sports? Bibo ika tujaenda hapo. Kuna part nataka like Mazee to insist hii part ya insist hii part ya
like kumarket sasa kitu yenye mnaifanya. Kweli. No like naona nyinyi ndio mnafanya the first thing in Kajado. Tunashukuru sana mwanzo. Naona like as in sijaona anywhere else yenye wasee wana market players. Jumi huwafuata by the way Facebook. Naangalianga like the way mna profile players, like uni msaki kuja hata tuseme like coach fulani alikuwa anafanya trials akakuja tu pale akafungua nyewe huyu jamaa akakuwa mdeadly, wacha niende kuona game yake. That is what is more important. Juu unapata player at long last uweze ka player acheze kupanda si rahisi. By the time tufike huko KPL unajua tutafika huko. Kupanda si rahisi. Na siwezi kuwa selfish. Nitaka kina Shamala wacheze hii regional ama wacheze next season tena tuendelee tu kana div tu. Mimi upenda like wakipata hiyo exposure sasa like unasikia timu kubwa inawadai, Tusker inadai nani, Gor inadai nani. Unamwambia mazee it was a nice time, tumeka pamoja, now it's time for you to move to the next level. Unaona? But sasa like that cannot happen without things like marketing, advertisements. Unaona? Na that is where mazee mimi na thank mazee tangu mkuje things have been different. Tunaona like wasee wanakuwa profiled, wanapata hiyo exposure, wanaonyeshwa huko nje. Sasa like mazee ma players hadi wanabambika. Juu unajua wewe kama player huwezi bambi. Hebu nikuulize Bible wewe cheza ball, si ndio? Umeenda study ni wewe tu na opponents, hakuna fans. Bado ni ngumu sana. Ifaka hiyo hata unapata kama inatoka aje self esteem kidogo hiyo wageni inashuka. Game ina raha. In fact haina ladha. Mafans mnacheza tu. Nikani zoezi. Mafans ndio ladha ya football. No lie. So unapata like tukienda game hivi mazee mafans wakam. Watu venye mnafanya hivi, we need more people to be doing this. Wana market their players outside. Because it's usually said charity starts. So kama like tutawafanyia sisi wenyewe, there is no one out expect Sky Sports kuje kuprofile hapo. Sio lazima tuanze sisi wenyewe. Na hata Sky Sports yenyewe ikuanza like Sky Sports wakakuwa walianza from the roots. So like mimi upenda watu wakuje pamoja, community. I wish mazee Bibo unafaa kuna na sisi game moja Ukambani. Uone the way those people do things. Tunafika hivi grao ni venye sasa sisi udisappoint mafans huko. Mnapigia tikitaka pale mbona unafika grao msee mafans wamejaa round. Sawa grao in fact Nakel is one of the best grao zile za Ukambani mazeni si mchezo. Najua. Ground ni big na ni tabu. Sasa unapata like aziko the maximum standard yenye nafaa unapata zingine mazeni the minimum. The maximum. Bana unapata the ground ni big excess. Na hapo bado tunaonyesha football. So unapata mafans mazee wamejaa. Community wamekuja kusupport team yao. As in wasi wamepanda hadi miti. Unapata kuna mjamaa anatembea na nini ya donations mazee pale anaangushwa maso kila day game. As in hadi ma player wenyewe wakicheza wana feel we are playing for the community. Exactly. But some mazee the situation is not the same in Nakel. In fact by the me I will prefer unaona Nakel venye kweli just the community. Si lazima to expect like leaders wetu wafanye everything. Tungechukua tu pitch moja. Kama community kichanga come together, that's the only way we have our leaders involved. If we manage to do things ourselves. Tuweke tu tough support. Unaona tukiweka tu tough ground moja. Juu hatuwezi kwa Kajiado mzima tuko na tough ngong peke yake. Na ndio inaundwa sahi. Speaking of tough, by the way, kuna moja inatengenezwa pale hivyo Kajiado town. Actually showground. So and a big up to our chairman Alex Musikeri. But then anafanya job fiti sana. Alikuwa na progress report fulani hapo vile ilikuwa fiti in terms of the teams so far zenye zimekuwa involved in our league, both sub county na county league. Na the way unasema in terms of community kukam pamoja na kuchekika tunaweza changisha to create tough. Kenya naweza sema ni hii. I've been on 2 different occasion meetings in terms of public participation. Na hii tunaweza call on you now our fellow fans and probably be residents. Whenever kunaweza kuona anything that ina deal na sports, inaweza kuwa pia ni poa na mandate na majukumu zetu. Si wenyewe kuwa involved in those public participation. Unaget? Because you find like a ground for Nakel. Tuko na the likes of kina chairman Saidi,
kuna kina women rep pale pia, kuna Gladys and all when you're involved directly. Hizi ni kind of nasemaje suggestion that zinaweza kwa poa sana if your table. You see what a collectively to come through to Dre what's going to be the way forward. But yeah, tough zina come through Ngong Stadium at least tumechiki bado moja, kuna ile inataka kuleiwa down. Na si ati venye tumesema si lazima tutongoje leaders ndio kama watu onyeshe hizi stuff, pia si wenyewe tunaweza advocate one or the other, but I think that's another topic for another day. Kiendelea, so unaweza tuambia nini nyingine next? With me like Rongai Sports when tuko side, by the way kuna wase nilisahau kusema the likes of kina Peter popularly known as Seme hapa Rongai then we have kina Enoch my team managers wengine mazee wanasaidia hii club in a way mazee yenye nikianza kukosa ku appreciate itakuwa nadanganya. Usiache machairman bana, jamaa transport nakwambia tunakuanga na Seme hivi Seme ni ule TM mwenye tunaendanga game inachacha mpaka unamuona ako karibu hadi kutoa shati. Juma boys wanamguzia ile ball yenye wamekuwa kicheza wana train. Kweli. So basically me my major issue was on supporting our local talent. So like maze we need to support this game. Yeah. So for me to support your dream you have to support me. Yeah, true. That is what it means to come together. Yeah. Support Shamal. Yes, pia ni support kwa coach. Siku moja mkimsikia pale niko pale Tusker ama niko Gora ama niko Harambee, si mtakuwa mnabambika. Hiyo siku pia mnasikia Sham anaguza pale 6 pale anaguza 8 ama anaguza 10 pale Harambee. Then midfielder mwingine wana rotate. Sisi Rongai Sports pale tunanga story ati wewe tunacheza kipepe hakunanga story ati wewe kazi yako kwa hii team wewe ku clear ball. That is why football is interesting. All our players wanapanga ball playing. That was the last time you came, ile time tulipanga na derby against na Diguna kweli ilikuwa moto sana. And that was around I think that was mkono nyingine by the way. Weekend. Wazema fans jo inachezwa Diguna ama sasa bado ground tujajua, but I think it will be Diguna. Diguna ni home team sana. Hata si mazetu ni wa request hata waleteo kitu na Kel watu wa Rongai wakam through. Itakuwa fiti ni aje, itakuwa fiti sana. So mimi nilikuwa naomba like mazee the county government mazee at least wafanye Rongai just one favor. They just need like support kwa ground kuna kweli. At least unaelewa. Okay, sasa si pia wale watu wenye tutauliza ati tunataka mtu tough, tunataka mtu tupatie budget ya like milioni 10 kwa season. Tunaelewa these things come with a challenge. We cannot expect everything to be built in a day. Like but at least for start muone bana watu wa Rongai wasione ati hawa jamaa tuliwapeleka huko na watu kumbuki. Bado ni kweli. Tufanye hata kitu kimoja, hata kama ni ground mazee moja tu, hizo ground zetu zote hata kama zile kitabu. Walete tu nini mazee zikueleze vizuri. Grade up vizuri. Grade tu vizuri. That's something for a day. Or two. Nini poa sana. Hiyo wachezaji wacheza ball, wanacheza press wanajua wakose. Hawezi umia mara twist mzuri. Jana mazee tulienda Machakos, Grawa ilikuwa fiti lakini tulicheza but kuna time unapiga pass mazee Grawa inawasaidia kudefend. Because hivi trajectory ina change. So ndio like everybody must come together, support our teams. Nice. Rongai Sports pale. Najua next season but there is side for third in the league. Nice one. So top ni nani? Top ni vijana fulani wa Machakos si Machakos but ni huko kampani ndani. Makwena sio? Inaitwa As. Then number 2 we have Scotlanders wenye tulicheza nao jana. Then number 3 ni sisi. Closely in range Diguna. I think they're at number 6 or 5. Nado wali pull out. Walijua tunaenda kupatana nao second leg wangefurahia. Any stories kwingine? Anyway, tukiendelea by the way, tell us more. Mna look forward to achieve nini na penye nilikuwa nimekuuliza earlier. What next for Rongai Sports? Rongai Sports what we are looking at a long term goal. It's a project. Nice. I see kitu tumekuja tu ati tujaribu. That is why we are having different steps. Rongai Sports it's a sports club, like it's a sports center, but majorly football only. So we have
juniors team, which is headed by Coach Michael Osawa. Then we have under 17. Under 17, majorly it's just us to see train. You remember I told you about Athlete. Athlete kwa yeni pia venye una chiki grout kuna utility player. Yeni utility person hapo kwa hiyo. Athlete ni team anakuwa utility kila hata naona kama kuja mpaka game. Naona kaka ametoa net. Mpaka na corner flag. Mpaka nashidoga kwani unatembea gani hizi vitu kila. Sasa wacha nikwambie kwa zote zake. Athlete ni team doctor. Yeye ni secretary. Unasikia yeye ni secretary wa club. Yeye bado ni coach. Kweli Jacob Volta. Unaona? Yeye ni Jacob Volta. Na pia ikibidi matime atakuja cheza. Akiona like leo mazee vijana mshanipigia 4. Mimi kama mzae wacha nionyeshe hawa jamaa sijasahau. Kuze kidogo. Wacha nijibane. Nice. Yeah, so our long term project mazee tunataka kufikia. Amazing. So by the time ndio maana unachikilia tuko na different level. So like time yenye akina Shamala, huwezi expect akina Shamala watachezea mpaka TKPL. Na pia atacheza forever. So ndio maana tuko na 17 na tuko na the young, yani sasa tunataka kuwa nurture under 13 kurudi chini. Oh, by the way, for those people my parents wenye wako pale nje wanataka watoi wao. I believe in Rongai we have 2 great clubs ya watu hii. That is Rongai Sports. Academies ni mingi hapa. Academies ni mingi, but kuna great academy. Ni time yenu, ni time yenu. So kweli. So hata mimi nasema timu yangu ndo the best. So like venye naonanga tuko na teams mbili so far zenye mi personally naonanga ziko poa. It's my opinion. Ni kweli. Watu hii wazazi wasiache watu wao kuona. Kuna pale na Rongai Sports Club ya watu hii. Fee ukienda kwa Facebook page yao utajua how they pay per month. Then tuko na FC Auburn. Hiyo pia iko. Nice. I don't know of others but I know the two. We share the same brand. Ni wakali hawa watu hii mazee, kuna day fulani niliona hivi nikasema hawa watu hizi wanaweza cheza na kina Shamala. Wanajua ndio yeye ananipigia madami na mapasi na kila kitu mpaka nashanga. Nice. Football yenyewe watu hii wanacheza hii ni safi. Hii hawapeleke tu huko Barcelona wacheze ball. Kweli. So tukiendelea kwa hii segment yetu ya Gumzo Mtaani bana, yani football made in Kajiado. Tupendaga kuuliza hii swali especially mimi. Which are your 8 best teams in Kajiado? The both of you. Zile mnajua si lazima ikuwe ni nani ama nani, but at least unaweza sema na recognize ipi zako nani ni gani? Okay, mimi nitapenda 8 lakini sitasema eti ndo namba 1 ama hizi. Not according to ranking. Wewe unasema tu zako nani tu. Si according to ranking. Of course lazima nianze na mimi mwenyewe hapo Rongai Sports. Kweli. Then kuna RFC. Ni majirani wetu. Okay, watu usema si ni rival lakini si rival. Ana tutujenga, watu build. Then kuna Rapsa, Diguna, kuna Eleventies, kweli. Kuna Meru, kuna Jua Kali. Hiyo ni my former team, siwezi sahau. Nice, kiendelea. Tuendelee. Namalizia na Ngoroi. Nice one. Bebe big up. Na unajua pia wanacheza nini taya gani sasa hivi? Ngoroi. Ngoroi kwa cheza county. Ngoroi wapatana nao tuonana maana siwezi wasahau. Watu wako Nairobi West. Ndio, think wako Nairobi West. Nairobi West. Na wanacheza pia na Rapsa. Juzi walicheza na Rapsa wakashinda hiyo game. But big up Ngoroi bebe. Coach Ken pia hapo hivyo. Yako nani? Mimi kama coach, wangu zinaweza kuwa different na ka player. Tunaangalia vitu tofauti. So okay, at the top you always believe your boys are the best. Yeah. So me hapo kwa top au wengine star rank but top na zero sports club. Really. Then now I will speak according to how they go. Kuna another football team in rank according to how they play now, where they get their players. Kuna 11s. Mazee mimi wana a lot of players from that place. Amazing. Kuna pale kuna Sambi brother, kuna that is this of your friend. Tulikuwa na name bibi.
El Nino. Yeah. So you see, mimi na wajuanga talent. Then kuna Jua Kali. Because I've played with them. Yeah. I know how they play. They are good. They're one of the best in Rongai, by the way. Kuna Meru. Meru pia game yao ni tamu. One of our coaches there. Atwa DC. Unajua DC? Oh yeah, Dismas. Yeah, pia yeye nilikuwa nimesahau kumuita, but DC yule ni kijana ule jamaa sijui atazeeka lini aache kutesa kwa hivyo. Sijui tunangoja tembe na Kiamutu kuja wanaanza hapa hivi, sawa? Kuja wanaanza hapa hivi. DC anatenda watu mazena ni mzee. Kiendelea. Then kuna RFC. Obviously because RFC wako sawa. You know, you cannot just judge a team to place work at the table. You may judge with how they play. Lazima pia upate team time ya kujel pia. Kuna nilisema Jua Kali, kuna Gifted. Kuna Gifted. Kuna Diguna. Watu wenye pia tunacheza nao. Tulifeel uzito. Sisi walikuwa wako chini hao. Wametoa talents by the way. Wametoa talent. Digu by the way, some of the teams wenye tumeshare players. Diguna na Jua Kali. Hizo ni teams zenye Rongai Sports. Tunasema tuko nao na history kweli. We have played the players wetu wengine na Jua Kali, wengine kama venye Arsenal inaweza uziwa na Chelsea na lakini Manchester no. Simon Pazzi alitoka Arsenal. Mimi hatutaki hiyo story. Next time tukiwapea tunaachana na timu. Timu yako ni gani EPL? EPL. Mimi ni mtu wa Manchester lakini timu yangu ni Villarreal. Yeye mtu wa mimi. Lakini mara support jambo. Ya good evening. Good evening. Jamaa tumaliza hii Premier bana. Yako sido. Mimi ukiona naongea hivi, siwezi nunua jezi. Na mimi timu yangu sasa ni Rongai Sports. Lakini at least weekend naweza buy jezi. Naweza tembea naye wiki. Ikifika Friday unatoa. Nasikia watu wa Arsenal wanashindwa kusemaga wakienda kusema hiyo timu inabaki tu Arsenal ni noma. Wao wanangoja wakisha window ongee. Ndio waongee wao. Lakini hawezi kuambia kwa game weekend tunaenda kuwatch wacheze. But msijua. Usually this one is on the coaching aspect. B-boy kuna Chelsea, ukiangalia Chelsea walimaliza position gani la season? Yenye walienda hadi wamebeba champion. By the way ilikuwa 4. Walimaliza 4. But walianzaje season? Probably walianza. Mimi nakumbuka best yangu mwenye alikuwa na support Chelsea aliwachana na Chelsea men akaenda support Chelsea women. Kwa ile Chelsea inacheza leo but yeye ametoa lineup ya Madeo. Acha tupostia. Hiyo ndio game anaoa. We. That usually I believe. Unaweza fanya psychology na hizi teams normal. Me I usually believe every team unapatia the time to. Yeah. Once a great person is always great. So like hata mi wananga like some inateta we believe. A good example in Kajiado County. Mimi spenda nikitolea examples za kina Chelsea. Nitakaangalia Jua Kali. There was a time Jua Kali was really struggling first leg. But season unaonipika. Inakuanga like people have to like players, unajua season ikianza mazeo kuna zile teams zenye wamekuwa pamoja. Na kuna hizi teams zenye ma players ndio wamekaa wamepata watu wa nini. So like wakianza mbio lazima waonyeshwe ati wewe ukiingia hapa jua si mchezo. Lakini with time wanafika. Tulicheza nao game the other weekend with a friend. Waliniguzia touch zingine hapo katikati. Kandia Lebo na kocha wao Ode. Mazee team iko sawa. So me usually prefer mazee teams usually sawa team yako ya mtaa unaweza feel mazee they are not performing but sometimes it's not their fault. No player goes to the pitch akijua anataka kulose group. Unajua kila mtu anaenda hapo nayo na hata win. So me hadi mimi waambianga my boys mazee the best thing unaweza toka kwa hiyo pitch usitoke atumeangalia 3 points. Mazee toka ukijua hiyo day unaenda kulala. Nimecheza game yangu yote mazee. Nimeenjoy. So like hata kama utapiga unajua with football it entails 2 things. Talent, bidii na talent haiwezi kwa talent. Kuna swali yenye mimi sikianga wasao wanauliza talent na bidii na prefer gani.
Mazee kila mtu anakuanga wasanii wanakuanga na talent ya ball. But bila hiyo bidii hakuna place talent. Ni kweli. So like mimi waambianga wase like msupport watu wenu mazee. Timu inaweza pigwa game 6 but the love yenye mafans mnaonyesha timu yenu na wapatia morale mazee yako wenyewe. Sasa lazima tujitume more. That's true. Advice kwa up and coming young players. Unawapatia advice gani? Kianza na Okay, mimi husema usiwahi give up. Mimi mwenyewe personally nimesoma high school mingi. Ile unacheza huko kidogo, hii nyingine imekuona unaona hii ni better, unataka kwenda huko. Then huwezi jua malini yako iko. Nakwambia alisomea wapi ndio ujue bole ilikuwa ngumu. ilikuwa wapi? Okay, mimi nimesoma Kibabii. Nikapitia Kapsabet kidogo, nikamalizia Chavakali. Chamba kwenyewe. Unajua venye ball za Western ni noma. Baadaye kama ukiangalia kuna game ya Chavakali na Kakamega. Hizo ndo zilikuwa zile game kwanza ukijua zinachezwa. Unakata kila kitu unafanya. Hiyo alafu na kuna chuo fulani kutoka Kitale huko inajiita St. Anthony. Hey. Ona mabijana walikuwa wanapiga ndimu man. Mimi nakwambia mazee ulikuwa unaenda kuna tona zingine before sasa hii ya magavazi yani. Kuna matona like kina Kisumu Open. Kuna hizo matona zenye zilikuwa zinachezwa tu matona before sasa zenyewe. Nakwambia ulikuwa unaenda pale unapatana na machoka Chava, unapatana na vipi, unapatana na pale kina Kakamega. Kweli. Alafu hapo muongezo St. Anthony. Sasa hiyo niko Western. Sijaingia Nyanza. Nyanza ulikuwa unaingia unapatana na Kisumu Day. Unapatana na Mbiro, unapatana na Barti. Azini unagonge unasikia pool Chavakali, Bardi, Maranda, alafu na tip unasema tu jamaa ilikuwa sawa tumerai lakini kila mtu na lane yake. Ghafla binvu. Kiendelea wazee tawala. So bana usiwahi give up. Alafu huwezi jua mali laki yako iko. Yeah. Okay, nimekuwa na watu wengi, wengine wamefika KPL late. Wengine bado wako kwa hiyo process. Nice. Ni vile tu siwezi wataja wote. Kweli. So usiwahi give up na uwezi jua mali laki yako iko. So wewe kila siku enda give your all. Ukirudi mtaa kama unajua hata ume lose lakini ulicheza part yako, unafeel ile hauna ile uzito. Lakini kama kuna ile yenye unafika mali unafeel kama umeuza timu. Unaona? So ukigive your all hakuna siku utaenda home na guilt. Powerful. Mwishowe manze maisha yako wewe mwenyewe jiheshimu. Hivyo ndio mimi husema. Nikijiheshimu sitakosea mtu mwingine. Kweli. Unaweza train wiki mzima umekuwa zoezi una arrive hata before watu unapiga drill zako nini uko fit. Ikifika Friday umepiga sherehe saa 5 kuna kitu utasaidia watu. Ni kweli. Hiyo ni very interesting sana. Coaches mimi waambia upcoming players there is one thing yenye ma player hawapendangi kuambiwa. But at the end of the day it's the most important. Kuna kitu inaitwa zoezi. Mazee I think like mnajuanga some few things about how Master Magic na Messi na Ronaldo. There is kitu yenye Shama amesema kujiheshimu. Unakuwa na kitu moja very important if you want to succeed in life. Discipline. Lazima kwange wewe mwenyewe lazima kuna discipline. So like tuseme wewe ni player, unataka kuwa great player. But there is no way utakwenda kucheza KPL. Juu unajua unakatanga tu vijana wawili pale grao na unataka kuwa tennis twice na week. Hii thing ni inajibuilding most. Wase usemanga ati mseka wewe hawezi mse big mwenye sha group atiwezi land kitu mpya ni bora. Hiyo ni uongo. With time utagundua hata game ya Messi ya kitambo na siku hizi ni tofauti. Ina evolve. Inakuja so ndio maana kuna kuanga na zoezi na daily. Ingekuwa like Westland kitu mpya, tutasemanga wewe patani pale saa 3 tupige ma 1-2 alafu Sunday tukogea game. Ndio maana wasewe na zoezi daily. So mimi waambia upcoming players, mazee as much as unaona ni ngumu, for you to reach that level lazima struggle hapa chini. Kweli. Fikanga hiyo zoezi on a daily basis. Fika mapema. Kama unaweza fika hata mbele ya coach na wachezaji wengine, fika
upate facilities umewekewa hapo, piga drill zako moja mbili, hapo ndio unalani skill moja mbili. Juu by the time coach atafika, yeye anapanga drill yake, atakwambia wewe nataka tufanye hivi, hata kupatia hiyo time yenye unataka kupiga kielastiko kinini na utahitaji kwa game. Kuna time yenye situation inabidi umeimprove kama player. So mimi naambia upcoming players, bidii mazee is much more important than just saying you have talent. Kweli. At the end of the day you'll have the talent. Kwa hiyo timu yote kila mtu ana talent. But kwa charity you don't really have people to start. Sasa hapo ndio ataona what is your ile kitu yenye unaleta kwa timu. Kweli. So kama uko na talent tupu na wewe kazi yako ni talent yako ya dakika 5 umeishagasa, una kitu yote imebaki, utakula bench. Ni kweli. Na hivyo ndio venye utacheza hii ball season moja wenyewe ule kocha anipendi. But si ati akupendi, ni juu au put input yenye anataka. So my players mazee venye mnakaa tunaelewa from a younger age, hiyo zoezi ni very very important. Wachana na story mingi ati hawa jamaa wanafaa kusupport. Hiyo wachianga management ya team. You as a player, the most important thing focus on your ball, on your play. Piga zoezi daily, make sure at least every day ukiwa zoezi una learn kitu mpya na progress. So that by the time unafika huko uko sawa. And then wako tu patient. Always patient pays. So ukikuwa patient time yako itafika. Hata Kapaito sasa hizi mazoezi amekuwa patient. Unaona sasa anaitwa national team. Kuna wenyewe wana story, kuna wana story. So kuwa patient. So patient progress. Nice one. Wasa wanaweza get wapi kwa mtandao pale vio handles nini. So wachapi at least connect na link up mona nyinyi. Kwa Rongai Sports Club tuko na 2 official social accounts. Tuko na Facebook, at Facebook tuko Rongai Sports Club. Watu confusing na Rongai Football Club. Hiyo ni a very different team. Hiyo ni RFC. So sisi yetu ni Rongai Sports Club. Na si Rongai All Stars pia. Hiyo All Stars ni combined team. So the Rongai Sports Club in Facebook kwa very specific. Rongai Sports Club in Facebook, Rongai Sports Club in IG. Mtapata like everything sisi uweka hapo. Kati kuna game weekend, kuna home game, fixtures, results zetu za table, tunaziposting hapo. Like a new players wame come in, tutaweka hapo. Kuna website nini wasana website pia Rongai Sports Club ili share from you I think. Google tu pale Rongai Sports Club inaleta. Kweli. .co.ke. Make sure by them you follow. Any parting shots? Mafans unaweza taka kutumia ma shout out nini wagote twende 1 2 3. Okay, mimi ni kuwashukuru tu. So far siwezi sema nimejisimamia mwenyewe. Kinda pale na kile ukiona watu at least mtu anakuita nini unajua at least kuna kitu tunafanya. So mimi pia nawashukuru kwa hiyo support yao. Nice one. The biggest thanks to my fans mnaweza tupatia then to game. Kwanza hii weekend mazee kama mnajua tuko na game pale ule Kasasi ya Guna to pull up in numbers. Let's disappoint. Na sisi hiyo mnajua mnapiga W. Sisi mazee hakuna date tutawahi disappoint my fans wetu. Ile date tutadisappoint. Date tutadisappoint mazee tuna apologize. But sijui the last apology tulimekini lini. So tunawabambanga every time. Tukikuja mtafilio ball hadi mtajua. Juu unajua wanajua ma players wanajulikana. Kina Shamala, kina Sean, kina Witi, kina Doza, na Yata pale, kina Manu, kina Pepe. Kweli. Wanajua ma players kao wote, kina Alvo. Sidhani Rongai kuna mtu ajui Alvo. Sawa. Mkuje weekend, tupige shughuli. Kweli. To support mazee. Si pia hawa jamaa watabambika wakiona round every weekend. Nice. Wow. Man, ladies and gentlemen, boys and girls, manze imekuwa show moja amazing, fantastic, bombastic. Manze, nimeget to interact na Rongai Sports, the face of them, Kapi mwenyewe na coaches, Sham na Sedo. Imekuwa show moja fresh sana na kama kawaida si tunawa urge. Make sure that tuna support. Ukisupport our grassroots talents, then definitely see what it have to rise na see what it have to grow. As a player to a coach, player anaweza ambia coach, play me and I'll show you. Unaget? But coach na anaweza ambia player, show me and I'll play you. So hizo ni two different perspectives. Na kama kawaida, this is your boy BBOYHARRY, B-Boy Harry. Yeah, this is FMK, Football Made in Kajiado. And until next time, we sign out. Run it. Peace out.